Yes, wokovu kwa tafsiri nyepesi kabisa. Ndio. Maana yake ni kuwa huru bali na dhambi na hukumu yake. Hiyo ndio maana nyepesi ya neno wokovu. Unakuwa huru. Huru na dhambi lakini pia na hukumu yake. Yeah. Na kila mtu Biblia inasema wote tulitenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Yes. So tulihitaji wokovu. Na ni muhimu sana kuupata wokovu na njia ni moja tu. Nayo ni Kristo Yesu. Hamna njia nyingine. Kwa hiyo ukiniuliza kwa nini tunahitaji wokovu, kwa sababu wokovu kulingana na ile Warumi inasema kabisa ya kwamba ukimkiri Kristo kwa kinywa chako ya kwamba ni Bwana na kuamini moyoni mwako kwamba Mungu alimfufua kwa wafu, utaokoka. Kikiri kinywa chako na kuamini kwa moyo wako, yes, utafanyaje? Utaokoka. Hakuna njia nyingine. Yes. Hakuna njia nyingine kwa sababu dhambi iliingia ulimwenguni kupitia Adam. Na tunapozungumzia kuhusu dhambi au mdhambi, hatukuwa wadhambi kwa kutenda matendo ya dhambi. Hapana. Tulikuwa wadhambi kwa sababu tumezaliwa na aliye mdhambi. Asili. Kwa hiyo lazima tufike mahali tuelewe ya kwamba hatukuwa wadhambi kwa kutenda dhambi. Tumekuwa wadhambi kwa kuzaliwa na mwenye dhambi. Kwa hiyo huwezi kuacha kufanya dhambi ukakoma kwa mdhambi, kwa sababu tumekuwa wadhambi sio kwa kufanya dhambi. Hapana. Na hivyo huwezi kuacha kuwa mdhambi kwa kuacha kufanya dhambi. Kwa unaweza ukaacha kufanya dhambi na bado wewe ni mdhambi. So tulikuwa kwenye shida. We were in trouble. Tulihitaji wokovu. Tulihitaji kuokolewa. So Mungu akatengeneza mpango wa sisi kutoka katika hiyo asili ya dhambi. Kwa sababu shida haikuwa tumefanya nini. Shida ilikuwa tumezaliwa na nani. Adamu wa kwanza akawaingiza watu dhambini kwa kuzaliwa. Alafu Adamu wa pili akawaingiza watu katika haki kwa kuzaliwa pia. Kwa unaona kote dhambini na katika haki watu hawaingii kwa kufanya chochote. Yes. Wanaingia kwa asili. Haleluya. Kwa ni muhimu sana watu wafike mahali waelewe ya kwamba wokovu ulikuja ili kushughulikia asili, maana tulikuwa tumezaliwa na mtu ambaye alikuwa na asili hiyo ya dhambi. Kwa Kristo akaja kuleta huo wokovu ili ya kwamba kwa kubadilisha asili watu wapate kuokolewa na waupate uzima wa milele. Kwa hiyo ndio njia pekee unaweza ukaipata haki. Hakuna njia nyingine. Na unajua ili uiondoe asili ya dhambi, hakuna tendo unaweza fanya kuiondoa asili ya dhambi ndani yako. Hapana. Vivyo hivyo kama wewe ulivyo hapo sasa hivi, ni Mtanzania. Yes, una asili yako, una wazazi wako, umekuwa hivyo kwa kuzaliwa. Ili nikubadilishe uwe hata Mchina au Mrussia, natakiwa nishughulikie na asili DNA ndani yako. So dhambi iliwakaa watu ndani sio kwa kufanya, bali kwa kuzaliwa. Na ndio maana watu wanaita dhambi ya asili. Dhambi ya asili manake nini? Wamezaliwa, iko ndani yao. Kwa Mungu aliamua kutengeneza mpango wa kuiondoa ndani. Na njia hiyo ni Kristo mwenyewe. Kwa tunauhitaji wokovu kwa sababu umuhimu wake ndio huo. Haushughulikii dhambi nje, unashughulikia dhambi ndani. Na ni Kristo pekee ndiye anaweza kufanya jambo hilo. Yes. Kuongezea hapa kama nilivyosema kwanza kwamba the idea ya dhambi tofauti na sisi tunavyofikiri. Tunafikiri kwamba mtu ukitenda matendo fulani, kwa mfano katika zile amri 10, ukivunja zile amri kwa kutenda pale, maana yake ndio umetenda dhambi. Lakini hile ni tunaita ni dalili, sio ugonjwa. Kama mtu anaumwa kichwa, kichwa sio ugonjwa, ila ni dalili ya ugonjwa fulani ambao uko nao. So kunywa Panadol ndio hiyo sasa unasema kwamba mtu anaacha dhambi yeye mwenyewe kwa nguvu zake kwamba sitofanya hivi. Kunywa Panadol hakufanyi kwamba wewe umepona ile kitu, ila umeua tu ile dalili ambayo mwili ulikuwa unakuonyesha kwamba una shida nyingine. So mtu mpaka anaiba ni kwamba tayari ndani mwake kuna shida. Na unajua, let me speak about zile amri 10 au sheria ukizijumlisha na zile zingine 630 na. Naam. Unajua sheria ilikuja kumuonyesha mtu dhambi. Wakati ambapo Yusufu
anaacha kulala na mke wa Potifa, hatukuwa tunajua lile tendo la kutaka kulala na mke wa mtu lilikuwa linaitwaje. Yes. Ila tu yeye Yusufu ndani yake kitu kilimweleza hii si sawa. Sio sawa, lakini hakuwa anajua ile ni dhambi au si dhambi. Na kama ni dhambi inaitwaje. So sheria imekuja kuziname kuzipatia majina. Kwa sheria ilikuja kumuonyesha mwanadamu dhambi na kumuonyesha udhaifu alionao. Sawa sawa. Kazi yake ni hiyo tu. Sheria haina kazi nyingine. Sheria ni kama kibao kile ambacho wakati mwingine ukiwa unasafiri kinakuonyesha moshi ni huku, ila chenyewe unakiacha pale na ukikingangania chenyewe hujafika moshi. Yes, ila ni kibao tu kimekuonyesha moshi ni huku. Sasa ili wewe ufike moshi unatakiwa uende kule moshi. So sheria ilikuja kutuonyesha utakatifu unatakiwa uweje, lakini haikuwa ina nguvu ya kukufanya wewe kuwa mtakatifu. Sasa wanaoishikilia sheria ni sawa na mtu ambaye anashikilia kile kibao cha kinachoonyesha kuelekea moshi ni kilomita kadhaa na akisema nimefika moshi. Na wakati kile kibao kazi yake ni kuonyesha. Kwa sheria kazi yake ilikuja ni kumuonyesha mtu ana dhambi na ni dhambi zipi. Sasa unapokuwa unamtamani mtu, mke wa mtu, unaonyeshwa hiyo ni dhambi ya kutamani. Ukichukua kitu cha mtu, hiyo inaitwa wizi. Lakini pia ukilala na mke wa mtu, hiyo inaitwa uzinzi. Ukilala na wanawake wengi usharati. Sasa sheria ilikuja kuziname dhambi na kuzi-identify ndani yako na kingine kukuonyesha kwamba una udhaifu, unahitaji msaada. So sheria ilikuja kuonyesha watu wana udhaifu. Na ilifanikiwa. Na hata wanaoendelea kuishikilia leo inafanya kazi kamilifu. Inawaonyesha udhaifu wao, inawaonyesha namna ambavyo hawajakamilika ili wamfikie Kristo ambaye ndiye ukamilifu wetu. So that is about sheria. Unajua kuna watu ambao wanaendelea kufikiri ya kwamba labda iko njia nyingine ya wao kuweza kuokolewa. Hapo tunatakiwa tuwe makini sana. Maana bado watu wanaendelea kuzishikia sheria, lakini pia bado watu wanaendelea kushika dini zao. Umenipata vizuri kabisa. Na wanadhani tunaweza pitia njia mbili tofauti, tatu tofauti na tukakutana katika kituo kimoja kumfikia yule Mungu. No. Kristo anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa mimi. Hapo very specific. Very specific. Unataka kuja kwa Baba? I am the way. Yes. Huna mimi huwezi kuja kwa Baba. So tunapotaka kumzungumzia Yesu lazima tufike mahali tumuondoe kwenye kifuniko cha dini. Ni kumshusha sana. Hata unaposikia watu wanazungumzia kuhusu dini zao, you just go out. Yani wewe toka hapo. Ondoka kwenye hilo eneo. Kwa sababu he is not there. Jesus hayupo kwenye dini. Kristo hakuja kuanzisha dini. Na amezikuta. Na ili ufahamu pia dini nazo zenyewe zinamhitaji Kristo. Kristo ni njia ya Mungu kwa wanadamu kumfikia. Basi. Mungu aliamua kutengeneza njia ya wanadamu waweze kumfikia. Na akamweka Kristo. So Kristo sio dini. Na Ukristo sio dini. Ukristo ni mahusiano. Ibilisi amewaingizia watu huo uongo na kumweka Kristo kama ni miongoni mwa dini. No. Kristo amekuja kuwapatanisha watu na Mungu. Yule aliyewaumba. So tunapozungumzia kuhusu wokovu, there is no other way nje na wokovu, yani kumwamini Kristo. Na unajua kwenye hilo hata ningependa tupate mistari ambayo inaweza ikatusaidia kwenye hilo eneo. Tukianzia ule mstari wa Warumi. Tuangalie kwenye kile kitabu cha Warumi 3:20. Warumi 3:20. Maana tusipofanya hivyo kuna watu wanaweza wakadhani wanayo namna nyingine ya kumfikia Mungu nje na Kristo Yesu. Au la, wanaweza wakadhani Yesu awepo, lakini pia kuna vitu nikiongeza katika safari yangu hii ya wokovu ndio nitakuwa mtakatifu. Kwa sababu kuna wengine wanakuambia kutunza hiki, kutunza kile, kufunga, kufanyeje, wache hiki, wache kile. No. Kristo anajitosheleza. Warumi 3 ule mstari wa 20, Biblia inatuweka wazi pale ikiwa inasema ya kwamba kwa sababu hakuna mwenye mwili
atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria. Yes. Hakuna kabisa. Biblia inaandika hivyo. Inasema hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria. Kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Dhambi inakufanya sheria inakufanya uitambue tu dhambi. Uitambue dhambi. Basi. Na inaweka hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki kwa matendo ya sheria. Ikiwa inamaanisha nini? Huwezi itimiza ile sheria ikuletee wokovu. Ili uitambue tu dhambi ili ukubali msaada pale utakapofika. Yes. Lakini pia mstari mwingine ni wa Efeso. Efeso 2. Efeso ile 2 sura ile ya Efeso 2 mstari ule wa 8 mpaka wa 9. Tukiusoma pale tunaona pia kitu kingine kinachoweka ground vizuri ya kuhusu swala la wokovu, na hakuna njia nyingine. Efeso ile sura ya 2 mstari ule wa 8 mpaka wa 9. Biblia inasema kwa namna hii. Inasema hivi: kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haitokani na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Ni zawadi, ni kipawa. Alafu inaendelea nasema, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Naona hiyo? Hatuna la kujisifu kwenye wokovu huu ambao Mungu kauleta kupitia Yesu Kristo. So hakuna mtu atasema ya kwamba nikishika siku, nikishika mwezi huu, nikifanya hivi, nikifanya vile, nikitoa mafungu ya 10, nikigusa maskini. No, njia ni kwa imani. Ni kipawa na tumeokolewa kwa njia hiyo pekee, hamna njia nyingine. Mstari wa mwisho ambao naupenda, ambao una ground vizuri kabisa, ni kwenye kile kitabu cha Galatia. Ukiangalia Galatia 2:16. Yes. Ukiangalia pale Galatia 2:16 utaona jinsi ambavyo inasema na inaweka ground vizuri kabisa. Inasema hivi: lakini tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria. Mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Kristo Yesu. Sisi tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya sheria. Maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Ndio. Kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. So lazima tufike mahali tuelewe, kuna waliojaribu. Hata tukianza na Musa aliyezipokea. Hata hajashuka chini, alivunja akiwa hata yuko njiani. Yes. Kwa tunapotaka kusema tunaifuata sheria ili tuweze kupokea haki au kupata haki, ni unajua ni kama tunasema ilikuwa bure kwa Mungu kumtoa Kristo pale ya kwamba tunaweza. Lakini kingine, unaweza ukatafuta labda ambaye anakutia moyo, ambaye aliweza kukuitunza sheria akahesabiwa haki. Kwa hiyo utapata mtu wa namna hiyo, isipokuwa ni Kristo Yesu aliamua aishi tulichokishindwa. Kwa sababu sheria unajua ilikaa kwa muda fulani ili wanadamu waishindwe, iwaonyeshe jinsi gani ambavyo wanadhambi kiasi kwamba hawawezi kuitimiza. Na nikikurudisha nyuma, nimekueleza kabisa ya kwamba waliishindwa kwa sababu sio kwamba walikuwa wajitahidi. Walijitahidi. Waliishindwa kwa sababu asili ilikuwa inawasaliti. Sawa. Umenipata vizuri? Yes. Kwa sababu asili yao ilikuwa ni ya dhambi. Sasa wanaambiwa waishi kitu ambacho si asili yao. Maana sheria, Paulo anasema, ni takatifu na imetoka kwa Mungu, ni njema. Lakini asili yangu inanisaliti. Kwa ili tuweze kuiishi sheria, ili tubidi kwanza tubadilishiwe asili, na Kristo ndo alikuja kufanya njia hiyo. Kwa mazungumzo hayo umeelezea swala moja kwamba katika hayo yote ulioongea, inaonyesha kabisa kwamba kwanza udhehebu na udini sio sehemu au mpango wa Mungu kabisa. Kuna mtu mmoja alisema kwamba kama Adam na Hawa pale bustanini hawakupoteza dini, kwa nini unafikiri kwamba dini ndio itakusaidia kurudisha tena yale mahusiano? Walichopoteza ilikuwa ni mahusiano. Exactly. Hakupoteza dini ambayo sisi tunafikiri ndio the reason for. Yes. Tunapozungumzia huu dini, ni muhimu pia tukajua dini ni nini, na ilianzia wapi. Ndio. Ili tufike mahali tuelewe, tuitazame sasa kwamba tunaposema dini ni nini na zinatuhusu
au la ni kitu cha muhimu na cha msingi sana mpaka tunafika mahali tunakipa nguvu kiasi hicho. Unajua dini kwa tafsiri ya kawaida kabisa ni juhudi za mwanadamu kumtafuta Mungu na hakufanikiwa. Juhudi za mwanadamu kumtafuta Mungu na hakufanikiwa. Na hajafanikiwa. Hakuwahi kufanikiwa. Kwa katika zile juhudi walitengeneza njia mbalimbali. Kuna waliotengeneza wakasema wao wataamini jiwe ili kumfikia Mungu. Ni juhudi zao. Wengine milima, wengine jua, wengine mwezi, wengine ng'ombe, wengine kondoo, wengine waliweka tembo kuwa Mungu wao. Zote hizo zilikuwa ni juhudi za mwanadamu kutaka kumfikia huyo Mungu. Lakini tunapomzungumzia Yesu sasa ni juhudi yake Mungu kumtafuta mwanadamu na ilifanikiwa. Sawa sawa. So inapokuja wakati Mungu anapoileta ile njia yake ambayo ni juhudi yake ya kumtafuta mwanadamu na ikaleta matokeo. Hizi dini zetu na njia zetu zote, juhudi zetu ambazo zikatupa dini mbalimbali, millions of religions, zilitakiwa zinyamaze kimya, maana sasa kile tulichokuwa tunakitafuta tayari kimeshapatikana kwa njia yake yeye mwenyewe Mungu. Na unajua dini ya kwanza ilianzia pale bustani ya Eden. Yes. Dini ya kwanza ni pale ambapo Adam na Hawa walipopoteza utukufu, waliamua wajitengenezee mavazi. Yaani walitaka warejeshe kile kilichowaondoka ila kwa juhudi zao. Hiyo ndo dini ya kwanza. Ilianzia pale bustani ya Eden. Sawa sawa. Walipoona utukufu umewaondoka na ule ulikuwa ni wa Mungu, wakatumia njia zao kutaka kurejesha. Na Mungu akaprove tofauti. Mungu akasema, nini mnafanya? Hayo majani ndio mnafikiri itawarudisha kwangu na kurejesha kile? Yeye akachinja mnyama kisha akawavesha nini? Akawavesha ngozi ya mnyama. Akiwa anamaanisha hichi mlichofanya, njia ya kutoka hapo ninayo mimi hapa na juhudi zenu zitafanikiwa. So tunapozungumzia dini lazima tufike mahali tuelewe ya kwamba ni hizo juhudi za mwanadamu. Kristo hayuko hapo. Na zinamhitaji pia Kristo lizipate kuokolewa. Kwa sababu hazikuwahi kumfikisha mtu kwa Mungu. Kwa tunapozungumzia hilo pia tunapata sifa sasa ya Mkristo. Kwa hiyo ina maana hatumkuti Mkristo kwenye dini. Mkristo sio dini. Mkristo hayupo kwenye dini. Na by the way, dini haimtengenezi Mkristo. No. Hapana. So lazima tufike mahali tuelewe hiyo. Unajua wakati mwingine kuusikia ukweli kama huu utatingisha kidogo ngome za muda mrefu, lakini that's the truth. Kama vile ulivyosema, tunapozungumzia Adam na Hawa pale bustani, hawakupoteza dini, walipoteza ushirika. So Ukristo ni mahusiano. Mungu alitaka kurejesha. Ben niliwahi kusema ya kwamba safari ya Mungu na mwanadamu ni safari ndefu yenye vituo vingi inaelekea kule ilikoanzia. Sawa sawa. So haya yote unayoyaona Mungu anayafanya, anataka arejeshe kile ambacho kilipotea. Kipi hicho? Ni kile ambacho Adam kabla ya kula tunda. Ushirika, mahusiano. So Kristo pekee ndiye amekuja kuweka njia ya kurejesha kile kilichopotea ambacho ni mahusiano. So Mkristo ni mahusiano kati ya muumbaji na uumbaji wake. Hallelujah. Sawa sawa. Na njia pekee ni hiyo. Kristo pekee ndiye amekuja kumfanya mtu apatanishwe. Maana anasema ya kwamba alikiondoa kile kiambaza kilichotutenga. Na sasa sote tuna ujasiri wa kupasogelea patakatifu kupitia damu yake. Sio matendo ya sheria. Kwa hiyo Mkristo hatambuliwi kwa jina la dhehebu. Unajua udhehebu umetuletea shida sana kiasi kwamba sasa hata imefika maana tunatazamana kwa jicho fulani ya kwamba kama haupo katika dhehebu nililopo basi wewe sio Mkristo. Wewe sio Mkristo. Tumefika mahali sisi viongozi tunawahubiria watu sana madhehebu kuliko mahusiano yao na Mungu. Yes, tukihubiri injili yenyewe ambayo ni mahusiano, ni mapatano kati ya Mungu na watu wake, tutafika mahala tutaheshimu ya kwamba kunaweza kukawa kuna mtu ambaye ni Mkristo ambaye ana mahusiano na Mungu na hayupo katika dhehebu lako. Maana madhehebu ni majina ya nyumba zetu ambazo tunakutania. Na wala hazitatufanya hizo tutambulike mbinguni. Mungu hata watambua watu kwa madhehebu yao. Yale ni majina ya majengo. So itafika mahali tutaacha. Na leo hii imekuwa ni shida kiasi kwamba sasa hata waumini wetu wamefika mahala wanashika sana udhehebu kuliko Kristo. Na hata anapoenda kuhubiri unamwona hamhubiri Kristo, anahubiri dhehebu lake.
kwamba njoo kanisani kwetu, njoo katika dhehebu letu, huko ndo kuna wokovu halisi. Sivyo hivyo. Nilishai kumuuliza mtu swali, ni dhehebu fulani. Nikamuuliza swali, lakini it was a tricky question, lakini kwa mtu mwenye Kristo ni swali jepesi sana. Nilimuuliza hivi, kati ya kanisa hilo unalosali na Yesu unampenda nani zaidi? Unajua alitumia muda kulijibu hilo swali. Alafu jibu lake akasema kwamba wote tunawapenda sawa. So you can understand jinsi gani dhehebu linavyoingia ndani mwa mtu, kiasi kwamba hamuoni tena Kristo, wakati the whole point of all this ni Yesu. So what you're saying is very true. Kwa sababu Yohana imeweka wazi, hata kwa jinsi Mungu alipenda ulimwengu, hakutuma dhehebu, alimtuma mwanawe pekee, ili kila atakayemwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa anaweza akawepo aliyemwamini Yesu na hapotei, yupo kwenye dhehebu lingine. Kabisa. Amemkiri Kristo. Anaweza asio kwenye dhehebu lako. Kwa lazima tuheshimu ya kwamba mwili wa Kristo ni mpana, ni mkubwa. Unaweza ukaenda mbali ya kuta za jengo lako la huduma. So tukifika hatua hiyo, tutapata umoja wa imani. Let's preach faith. Tuhubiri imani, tusihubiri madhehebu. Kama kanisa, ningetamani sana tufahamu kitu kimoja. Kuna kitu ambacho sasa hivi kinatakiwa tukirejeshe tena kwa nguvu kubwa sana, na huo uwezo tunao. Maana Biblia imetuweka wazi, huo uwezo tunao, umoja katika mwili wa Kristo. Hicho ndio kitu ambacho ningetamani sana kanisa sasa hivi tuwe nacho, umoja wa imani. Umoja huu wa imani ya kwamba katika mishipa yetu ya damu tuunganishwe na damu ya Yesu Kristo, na si kitu kingine. Kanisa tujua ya kwamba tunatakiwa tumhubiri Kristo aliyebeba maumivu makubwa kwa ajili ya ulimwengu. Tusije tukaugawa wokovu tukauweka kwenye vitu vingine. Tuhubiri kazi iliyokamilika ya msalaba. Tuwafanye watu wauelekee msalaba, wamtazame Kristo. That should be the focus of the church. Kila utakako kwenda tukutane na one message, Kristo peke yake. Watu wampokee huyo, watu wamwamini huyo, maana huyo ndio pendo la Mungu limedhihirishwa, ya kwamba kila atakayemwamini asipotee. Kanisa tutamani kuwa na ule moyo ambao Mungu anao, ya kwamba hafurahi kifo cha mwenye dhambi. Yani tukiwa na hiyo na tukajua ya kwamba inamuumiza kiasi kwamba hata hafurahi kifo cha mwenye dhambi, ila anafurahia pale mwenye dhambi mmoja anapotubu. That should be our driving force. Yani hiyo ndio driving force ya kanisa, to preach the gospel. Na the gospel ni moja tu, ni Yesu Kristo. Sio kanisa, sio jina la dhehebu. Hapana, sio matendo ya sheria. No. Watu wampokee Yesu, watu wamwamini Yesu, tuwe na umoja wa imani. Mimi ndio nilikuwa nangetamani kuliambia kanisa, tuungane kwenye hilo tu. Kwa sababu hiyo ndio the center of Christianity. 100%. 100%. Unacha kuongeza mtumishi? Wow, that is good. Roho Mtakatifu, unajua kumzungumzia ni raha sana. Hasa ukimfahamu. Unajua yeye mimi wanapenda kumuita ni chief engineer. Ni chief engineer ya Ukristo. Na unajua huyo huwezi kumuondoa katika Ukristo. Kwa sababu kwa tafsiri nyepesi, nikitaka kumzungumzia Roho Mtakatifu, naweza nikasema ni Yesu katika mfumo ambao anaweza kuishi ndani yangu. Mrudia kidogo hiyo pasi. Roho Mtakatifu ni Yesu katika mfumo ambao anaweza kuishi ndani yangu. Sawa. I'll give you an example. Kuna wakati fulani Yesu alikuwa anaongea na wanafunzi wake. Aliongea nao vitu vingi sana. Na unajua alipokuwa anaongea nao, Kristo alikuwa anajua wazi kabisa vile anavyowasemesha hawawezi kuvifanya mpaka siku ya Pentekoste. Ndio. Unanipata vizuri? Nikimchukulia mfano mmoja ni Petro, alipokuwa anamueleza ya kwamba atamkana mara 3, na hata Petro alikataa akasema, yani mimi nitakuwa mtu wa mwisho katika wote kukusaliti.
hata kifungoni nitakwenda na wewe. Yes. Lakini Kristo unajua wakati namueleza lile hakuwa amemuuliza kwamba yeye anaonaje. Ndio. Au alikuwa sio kwamba ni statement ambao Petro alitakiwa aijibu. No. Kristo alikuwa anajaribu anaeleza uhalisia wa jambo litakavyokuwa, kwamba kwa namna ninavyojua na ninavyokuona Petro na wakati huu jinsi ulivyo utanikana tu. Na cha kushangaza ni kwamba japokuwa Petro alikataa kwamba hatofanya, tukaja tukaona alimkana vile vile kama Kristo alivyosema. Lakini huyu ndiye ambaye unakumbuka vizuri ndiye aliyeweza mkata mtu sikio. Kwa shabaha kabisa. Kwa shabaha kabisa. Ikiwa nionyesha kabisa ni kitu ambacho ana uzoefu nacho. Ndio. Lakini kingine, angalia baada ya Yesu kufa siku 3 zile hawamuoni. Unakuja kuona kulitokea kukata tamaa kwa Petro. Hata akarudia shughuli yake ya mwanzo. Alirudi kwenda kuvua samaki. Yeye ni kuonyesha ya kwamba sasa alifikiri kila kitu kimekwisha. Unajua pale Petro alionyesha ubinadamu wake kabisa, akiwa anaona sasa yule master hayuko tena sasa na sina shughuli nyingine tena. Turudi kule tulikotoka. Nirudi tu kwenye maisha yangu yale ya nini? Ya zamani. Hivyo ndivyo ambavyo Petro na baadhi ya wanafunzi walikuwa before receiving the Holy Spirit. Hayo ndo maisha ya Mkristo bila Roho Mtakatifu. Sawa. Ukitaka kuyajua maisha ya Mkristo kabla ya Roho Mtakatifu, waangalie mitume kabla ya Pentecost. Ndio. Na nipata vizuri. Lakini nini kikatokea baada ile ya Pentecost, ya kwamba mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu na kisha mtakuwa mashahidi wangu. Na sasa pale tunaona baada ya siku ya Pentecost Petro anafanya muujiza mkubwa sana, na ule muujiza unamletea shida. Anapelekwa mbele ya baraza. What happened? Akiwa pale unaona walimwamulu yeye kama kiongozi wa wanafunzi wote ya kwamba wasilihubiri tena lile neno na jina la mtu yule. Petro aliwajibuje? Petro kwa ujasiri akasimama mbele yao akasema, amueni nyinyi. Tumsikilize nani? Tumsikilize Mungu au wanadamu? Hatuwezi kuacha kuyahubiri yale tuliyoyasikia na kuyaona. Petro yule. Lakini kuna kitu ndani tofauti. Something happened to Peter. Kuna kitu kimetokea kwa Petro. Na hakuna kitu kingine. Ni kile cha Matendo 1:8. Utapokea nguvu. Sasa wanayo nguvu. Sasa wanaye msaidizi. Ndio. Na unaona statement walioiongea wale wakuu wa baraza. Wakasemaje? Wakasema wakatambua ya kwamba wako pamoja na Yesu. Nani huyu amefanya haya? Roho Mtakatifu kamleta Yesu ndani ya mitume. Na wewe unamuelewa, alisema kwa wanafunzi na ile ahadi na kapaka na sisi pia. Alisemaje? Nitakuwa nanyi mpaka ukamilifu wa dahari. Kristo anakuaje nasi mpaka ukamilifu wa dahari? Kupitia Roho Mtakatifu. Kwa ndo maana unaweza ukanielewa statement yangu ya kwamba Roho Mtakatifu ni Yesu katika mfumo ambao anaweza kukaa ndani yangu, kuniondolea udhaifu wangu, kunisaidia nisichoweza ili niweze kukiweza. Na sasa maisha ya Mungu na yanakaa ndani yangu. Sasa naweza kuyaishi na kuyafanya kwa sababu nimepokea msaada. So huo ndio wokovu. Na hicho ndicho ambacho Kristo kakifanya msalabani. Yaani kaja kuyaleta maisha ya Mungu ndani yetu kupitia Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu anaweza, unajua kuna watu wana struggle. Ile sheria watu wanajitahidi kuishika lakini wana struggle kwa sababu hawawezi. Roho Mtakatifu kaja kuileta sheria, kuiandika mioyoni mwetu. So maisha ya Mkristo yanakamilishwa na uwepo wa Roho Mtakatifu. Umenipata hapo vizuri? Yanakamilishwa na uwepo wa Roho Mtakatifu. Bila kujua utajikuta unaiishi sheria ambayo sheria ni maisha ya Mungu. Sasa yamehamia ndani yako. Haiwi tena kongwa, bali inakuwa ni part of you. Ni lifestyle yako. Ni lifestyle kwa sababu God himself amedwell in you. Amjui ya kuwa mmekuwa hekalu la Mungu aliye hai. Tumekuwa hekalu la Mungu aliye hai kupitia Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu amebeautify maisha ya Ukristo. Na hapo ndipo ambapo na mimi experience yangu na yeye ilitokea. Maana mwanzo nilikuwa naona haiwezekani kuishi maisha ya Mkristo na ukaendelea kumpendeza Mungu. Na najua hiyo ni shida ya watu wengi sana. Mpaka pale nilipokuja kupata experience ya Roho Mtakatifu ndani yangu. Unajikuta unaishi utakatifu bila kujua. Kwa sababu kuna Mungu ndani yako anayekaa kukusaidia. Ndio maana Biblia inasema hiyo neema yatusaidia kukataa nini? Kukataa ubaya. Roho Mtakatifu anapokaa ndani yako, anaichukua sheria, anaiweka ndani, inakuwa ni maisha sasa. Na hapo unajikuta unaishi ukimpendeza Mungu bila wewe kufahamu. Kwa sababu Mungu mwenyewe anakaa ndani yako. Inakuwa ni jambo jepesi kuishi maisha ya Mungu.
Unajua kwenye hilo eneo ni muhimu sana tukalielezea kwa undani sana. Ndio. Ili watu wapate kupona. Kwa sababu kabla hata Ibilisi hajaanza kumhukumu au watu hawajaanza kumhukumu mtu huyo ambaye ameokoka na bado anajiona anasumbuliwa na dhambi, yeye mwenyewe kwanza huanza kujihukumu. Ndio, Sababu kwa hiyo ni muhimu sana ile eneo tukalizungumzia vizuri. Unajua unaanza wokovu kisha unafuata msaada. Hear me well there. Okay. Unaanza wokovu kisha unafuata msaada. Watu wengi hawajui hiyo. Kwa lazima ufike mahali uelewe ya kwamba ukisha upokea wokovu, vile nilisema mwanzo ya kwamba hatukuwa wadhambi kwa kufanya dhambi. Yes. Tulikuwa wadhambi kwa sababu ya asili ya dhambi. Yeye aliyetuzaa. Yes. Na hivyo nikasema huwezi kuacha kuwa mdhambi kwa kuacha kutenda dhambi. Sawa. Umenipata vizuri? Yes. So chochote kile utakachofanya, hakuna kitu unaweza fanya kuiondoa asili ya dhambi. So Kristo alipokuja akaiondoa ile asili. So lazima ufike mahali uelewe ya kwamba asili ya dhambi baada ya kumwamini Yesu imeondoka. Unanipata vizuri? Ukiokoka tu asili ya dhambi. Ndio maana Yesu alimjibu Nicodemus ya kwamba inatakiwa uzaliwe mara ya pili. Naye akamuuliza, nazaliwaje mara ya pili? Mimi na mandevu yangu nirudi tumboni mwa mama yangu? Yes. Kristo akamwambia, wewe mwalimu ana nini uyaelewa haya? Kristo akamwambia, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, kilichozaliwa kwa roho ni roho. Mwili ni wa mwili, umezaliwa na mwili. Na mtu sio mwili. Mtu ni roho. Kilichozaliwa kwa roho ni roho. Sisi tumezaliwa na roho. Mungu ni roho. Na hao wanaomwabudu watamwabudu katika roho na kweli. Hicho ndicho ambacho Kristo alikuwa anamueleza Nicodemus. Na akawa anajaribu kumuelewesha ya kwamba mwili hapa sio lengo langu. Yes. Maana ukirudi kwa mwili kwenye tumbo la mama yako, kinachorudi ni mwili. Na mimi hapa sikuja kwa ajili ya huo mwili. Mimi nimekuja hapa kwa ajili ya roho. Kwa sababu mtu ni roho. Alichokifanya Adam kwenye bustani ya Eden kilimletea madhara sio kwenye mwili wake. Kwenye mwili wake ni matokeo tu. Lakini kilianza kwenye roho. Na sasa kile kilichotokea kwenye roho ndio kikaleta madhara kwenye mwili. So kama Mungu alikuwa analijua hilo, alielewa kabisa cha kuzaliwa mara ya pili hapa si kile ambacho kimepata matokeo. Bali kile ambacho kimeharibika ndo chanzo. Na alifahamu chanzo ni uharibifu katika roho. Asili. Na unajua anaposema kuzaliwa mara ya pili ina maana kuipata asili mpya. Yes. Ndipo Kristo akasema kilichozaliwa kwa roho ni roho. Mimi nimekuja kuwazaa upya katika roho. Maana huko ndiko ambako mliipata asili ya dhambi kupitia Adam. Yes. Nikisha wabadilishia hiyo asili huku mwilini nje ambako ndio matokeo mnayoyaona, kutabadilika pole. Kwa hiyo wokovu unaanza kisha msaada unafuata. Mwili ni process, taratibu. Roho inaokolewa instantly. Kwa sababu unakuwa umepata asili mpya. Na unajua akisha ibadilisha asili, ina maana yale matendo ya dhambi yaliyokuwa yanapewa nguvu na roho yako kuwa na asili ya dhambi, sasa hivi yanaanza kupoteza ile nguvu, kwa sababu hayapokei tena asili ya dhambi kutokea ndani ya roho. Maana sasa kuna asili mpya inayotaka kuleta utakatifu nje. Na sasa punde si punde huyu mtu huku nje ataanza kubadilika pole. Na ndio maana Yohana alielewa hiyo alipoliandikia kanisa wale watoto wake wa kiroho waliowazaa katika ile waraka wa kwanza wa Yohana. Sura ya 2 mstari wa kwanza mpaka wa 2 anasema, watoto wangu wadogo, na waandikieni haya ili msitende dhambi. Alafu akaeka nukta. Lakini mkitenda dhambi mnaye muombezi, Kristo mwenye haki. Kwa nini aliwaambia vile? Mwanzo anawaambia watoto wangu wadogo na waandikia ya msitende dhambi, ya kwamba siwashauri na siwataki mtende dhambi. Lakini kwa sababu ya utoto wenu huo mchanga, kwa sababu ni wadogo, kuna possibility mkatenda dhambi. Lakini bado hata mkitenda dhambi msijitenge. Msijihukumu. Msijisikie vibaya kiasi hata mkapoteza furaha na amani ya wokovu wenu. Akawatia moyo kwa kuwaambia, mnaye Kristo muombezi wetu, Kristo mwenye haki. Kwa hiyo kumbe, kwa lugha nyingine, mtoto mdogo kiroho akifanya dhambi asihukumiwe, aeleweshwe ya kwamba yupo Kristo mwenye haki
ambaye anaendelea kutoa huo msaada kila leo kwa mtoto mchanga. Na Paulo anasema kuna mahali anawaambia ya kwamba watoto wangu na waoneeni utungo, hata Kristo aumbike ndani yenu. Ikiwa inamaanisha nini? Kuna utoto katika safari ya wokovu. Na mtoto anakomaje kuwa mtoto? Anakoma kuwa mtoto kwa anavyozidi kukua. Hana njia nyingine ya utoto wake kumuondoka isipokuwa ni kufuata hatua za ukuaji. Na hiki ndio kitu ambacho sasa wale waliokomaa wanapaswa waelewe. Maana pia huwa tunalea watoto nyumbani. Humshamburii mtoto akishindwa kutambaa, unamsaidia, unamuencourage. Hata anapoanza kutembea, akitaka kutembea akaanguka, haumtukani, umwambie mjinga wewe, hapana. Unajua wakati mwingine tunaenda mbali zaidi. Tunaanza hata mshika mkono. Tunamwambia dede. Ukiwa unaelewa ni mifupa yake haina nini? Haina nguvu. Kadiri anavyozidi kufanya practice na kula vizuri, kupumzika, anakuwa. Akikuwa atakomaa. Akikomaa ataweza kufanya mambo ambayo wewe uliyekomaa unayaweza. Kwa sababu utofauti wa mtoto na mtu mzima ni ufahamu. Ila viungo kimweka hapa mtoto wa kiume na mtoto na mtu mzima wa kiume, viungo vyao vyote ni sawa. Vyote viko pa, lakini utofauti ni ufahamu. Na ufahamu hauna namna nyingine ya kukua isipokuwa process, ni hatua. Kadiri anavyozidi kupokea vitu, ufahamu ndio unakuwa. Haelewi. Wewe unajua kuna mahali unatakiwa uingie ukajisaidie. Ufahamu wake huwa haijui. Ni hapo. Na wewe hauna shida na hiyo. Unajua wakati tukiwa watoto, unakumbuka wakati mwingine tulikuwa tunatengeneza magari. Na wazazi wetu walikuwa wanatuvumilia. Na wakati mwingine mimi naye mtoto, wakati mwingine huwa anapika chakula. Anakupikia chakula kile, anapika mchanga lakini anakuleta baba kula. Unajua, unafahamu kabisa ya kwamba haumhukumu mtoto katika ufahamu wake. Unamchukulia mtoto katika ufahamu wake. Na wewe wakati mwingine kwa ili kumuencourage ile tabia njema, unakipokea kile chakula. Na hata wakati mwingine haukili na yeye anakuangalia, unasema kitamu. Na unakuta wakati mwingine hata mzazi akiwa anafua, unaweza kuta mtoto wakati wewe unafua, unajua watoto wanapenda kuimitate. Wanapenda kufuata vitu anachokiona na kifanya. Unakuta unafua, unaingiza kwenye maji ya kusuuza. Yeye naye anakuja anataka kukusaidia. Anatoa kwenye ulikokuwa unasuuza, anaingiza kwenye, na unajua kabisa anajaribu kutaka kukusaidia, lakini kwa sababu haelewi, ufahamu wake haujui ya kwamba natakiwa nitoe hapa nilete huku, na wewe pale unachotakiwa, mzazi mwenye hekima hatomkataza au atajaribu kumjenga, maana anajua anafanya hivi katika ufahamu wake, anaona ni vyema. So vivyo hivyo kwa watoto wa kiroho, tunatakiwa tuwavumilie. Kuna hatua ya kukua. Kadiri wanavyozidi kukua, na kukua ni kadiri wanavyolipokea neno la Kristo. Lakini wokovu wao waliupokea kwa sababu Kristo aliwapa wokovu katika roho zao. Ni watakatifu kabisa, ambao wanaendelea kubadilishwa kwa matendo ya nje. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anaendelea kusumbuka na dhambi, hata baada ya kuwa ameokoka, ni utoto tu. Akikuwa ataacha. Na kwa yule ambaye anamlea, asimhukumu wala asimtenge, amsaidie. Na njia pekee ni kuendelea kumpa Kristo. Kadiri unavyozidi mnywesha huyo mtoto wa mchanga kiroho Kristo, ndivyo unavyomtapisha utoto wake, na ndivyo atakavyozidi kukomaa, atakufika mahala kuweza kuyaishi yale ambayo yule aliyekomaa anaweza kuyaishi. Kwa hicho ndicho ambacho anatakiwa akifanye kwa yule mtu ambaye anasumbuka na dhambi, akifikiria kwamba anaweza uharibu wokovu wake. Ni utoto tu ndio unaomsumbua hapo. It's very unfortunate kwamba baada ya mtu aliyeokoka kutenda dhambi, wa kwanza anayejihukumu ni yeye mwenyewe kabisa. Lakini mbaya zaidi ni kwamba waliookoka wenzake wanaomzunguka na wenyewe wanakuwa ni wanatumika vibaya sana. Hiyo unajua Kristo aliiweka vizuri sana wakati pale anawaosha miguu wanafunzi. Unajua watu wengi hawakuwa wanaelewa kile Kristo alikuwa anafanya. Watu wakafikiri ni fundisho, doctrine pale. Hapana. Kristo alikuwa anazungumzia wa Kristo au mtu aliyeokoka akiwa katika hali ya uchanga. Ndio alipokuwa anawaosha miguu. Petro akakataa. Akasema, usinioshe Bwana, wewe huwezi kuniosha mimi, labda mimi ndo nikuoshe. Akasema, kwa sababu hujui hiki ninachokimaanisha, usiporuhusu mimi nifanye hivi, huna shirika nami. Petro aliposikia hivyo akasema, sasa niogeshe kabisa. Kristo alikuwa anajaribu kuonyesha, na unajua alipomwambia niogeshe kabisa, Yesu alimjibu, nyinyi mliokwisha kuoga hamuogi tena.
Akiwa anamaanisha nini? Ninyi mmekwisha kutakaswa, ila sasa hivi kilichopo ni uchafu tu wa miguuni. Akiwa anajaribu kuwaonyesha, kuwafundisha ya kwamba katika safari hii ya wokovu mlionayo, katika kutembea kwenu mkiwa hapa duniani, mnaweza mkachafuka miguu. Yes. Na si mwili mzima, maana mmekwisha kutakaswa na damu yangu. Lakini mkitembea mkichafuka miguu, safisheni tu, alafu safari ya wokovu iendelee. So mtoto mdogo kiroho anapoanguka kwenye makosa, sasa anatakiwa tu ajue ya kwamba ajisafishe tu miguu, lakini wokovu bado anao. Yes. Amekwisha kutakaswa ili wokovu, safari ya wokovu iendelee. Maana kadiri anavyozidi kuendelea ndivyo anavyozidi kukomaa. Na unajua hapo ndipo ambapo kumbe Yesu alikuwa anafundisha ya kwamba ukichafuka miguu katika safari ya wokovu, usikimbie mbali nami, usijihukumu. Na si tu kujihukumu, usiruhusu hata mtu mwingine akuhukumu. Kimbilia kwangu, maana mimi nitakusafisha miguu, safari ya wokovu iendelea. Kwa hicho ndicho kitu ambacho watu wanatakiwa waelewe na wafahamu ya kwamba katika safari ya wokovu huko utoto, na tusiwahukumu kwa jinsi hiyo. Yes. Maana unajua hata mwanadamu akianguka leo kwenye mtalo wenye matope, habaliki kwa kambale. Atanyanyuka, atajisafisha, safari itafanyaje? Itaendelea. Lakini uwezi tukikukuta pale umeanguka kwenye matope na unawaambia watu nishakuwa kambale, niacheni hapa, tunajua wewe kuna shida kwenye akili yako. Exactly. Si ndivyo hivyo? Yes, yes. Yes, hata ukiingia leo ukiwa ukienda kuogelea baharini au ziwani, haubaliki kuwa samaki. Bado unaendelea kuwa. Kwa hiyo hata ukianguka leo katika makosa, unaendelea bado kuwa ni mtakatifu. Yes. Lakini labda kwa sababu ya utoto ndio maana umejikuta ukiwa pale. Yeah. So lazima tuwaeleze watu hivyo, wasijione kana kwamba sasa kwa kufanya yale wamejiharibia wokovu wao. Yes. Hapana. Hata kama ukiwa na wewe unanisikiliza ni umetengwa kanisani kwenu, maana kuna huo utaratibu na uona sijui ameutoa wapi wa kutenga. Mimi nashindwa kuelewa. Unajua Kristo alimvumilia Petro alipomkata mtu sikio. Hakumtenga. Ulimsikia alimtenga? Hapana. Yes. Aliporudi kuvua baada ya kuwa Yesu hakumtenga. Yes. Makosa mengi wanafunzi waliyafanya, Kristo aliyavumilia. Alijua ni utoto. Walipokomaa kuyaoni yale makosa. Yes, yes. Tujifunze kuvumilia. Kwa hiyo inawezekana kuna mtu anasikia hapa ni miongoni mwa wale waliotengwa. Yes. Au ni yule ambaye anajihukumu kwa dhambi aliyoifanya jana. Usijali, jitakase miguu. Biblia inasema hivi, kila aliye dhaifu na aseme nina nguvu. Na kuna mahali Biblia inasema hivi, watakapokuangusha utasema kuna kuinuka tena. So rise up. Nyanyuka tena. Bado wewe ni mtakatifu. Yes. Utakatifu wako haukuupata wa kufanya nini? Uliupata kwa imani. Ibilisi asikuinamishe moyo wako. Rise again. Bado wewe ni kipenzi cha Mungu. Amen. Na bado Mungu anakupenda. Amen. Simama imara. Ni ulichafuka tu miguu, lakini bado wokovu unao. Yes. Huo ndo ujumbe ambao tunatakiwa tuwapatie watu, kwa sababu injili ni habari njema. Ukinihubiria, ukiniambia ya kwamba nimefanya dhambi, nimemkosea Mungu, natakiwa nikae kule, hiyo sio habari njema. Na habari njema ni ya kwamba inaleta muamko wa tumaini ndani yangu. So that is it. Yes, yes. Lazima tuwaeleze hivyo, ili tuweze kuwainua. Maana hata yule kondoo aliyepotea, tunaona pale. Unajua pale pia ndio kuonyesha jinsi gani ambavyo tunatakiwa tuwatreat watoto wachanga kiroho. Yeah. Umeona yule mchungaji alipopoteza mmoja, akabaki na 99. He was not plowed at all. Yeah. Akataka, yes, alikuwa na 100, akabaki na 99, mmoja kaenda. Yeah. Hakuwa plowed kiasi kwamba akasema huyo mmoja moja tu. No, Biblia inasemaje? Alimtafuta mpaka akampata. Not that. Alimtafuta mpaka akampata. Kwa hakuwa na nafasi ya kusema nitamtafuta nikimkosa na mwache. Alimtafuta mpaka ampate. Na alifanya hivyo. Sasa unajua ukiangalia ile unaiona yule kondoo aliondoka mwenyewe katika lile kundi. Aliondoka kwa gharama zake. Mwenyewe kwa gharama zake. Lakini angalia yule mchungaji alienda kumtafuta, sio kwa gharama za kondoo. Kwa gharama zake yeye mchungaji. Na Biblia inasema akamtafuta mpaka akampata. Alafu kuna kitu kinanifurahisha sana pale, na kilikuwa kinanitia nguvu sana wakati inaendelea kumfahamu Mungu. Unajua kilichotokea? Alipompata hakuwa kama ambavyo sisi leo tunakuwa kanisani. Maana ingekuwa ni sisi pale, ni makofi. Ni makofi, ni malaumu. Umenichosha. Angalia umenileta umbali kiasi gani kukutafuta. Hufai kabisa. Na nitakapokurudisha, ili usiharibu wengine, nitakuweka pembeni kabisa nikufungie.
No, Biblia inasemaje? Alipompata alimbeba. Unaona hiyo? Hakumpiga mateke, rudi. Biblia inasema alimbeba akamweka kifuani. Unajua hiyo maana yake nini? Unajua Yesu ndiye alitoa mfano. Ile alikuwa to show love and mercy kwa yule kondoo aliyefanyaje? Aliyepotea. So angalia, kondoo anapotea kwa gharama zake, anarudishwa kwa gharama za mchungaji. Oh, hallelujah. Amen. So alimbeba akamleta mpaka kwa wale wenzake, akafanyaje? Akafurahi. Na unajua nani iliyekuwa inamdisturb ya kwamba walikuwa 100 na sasa wako 99? Mchungaji. Unajua haikuwa inamdisturb 99. 99 haikuwa disturb. Wala yule aliyepotea haikuwa inamdisturb. Unajua inawezekana hata yule aliyepotea alihisi ni uelekeo sahihi. Uone Mungu anavyowaangalia watu. Hata ambapo mtu anapoanguka kwenye makosa fulani, bado Mungu, hata kama yule mtu akiona hakuna umuhimu wa kurudi, Mungu ndiye anayekuwa disturb. Maana naiona namba imepungua. Oh, hallelujah. Amen. Kwa swala la kondoo kupotea, anayejisikia vibaya sio kondoo mwenzake. Ni yule anayewachunga. Na anayelipa gharama ya kuwarejesha ni yule anayewachunga. Mimi mtumishi, mimi nimeitwa tu kutumika hapo. Natakiwa nijiulize, anamuonaje Mungu? Anamuonaje huyo aliyeanguka kwenye dhambi? Vile anavyomuona Mungu, ndio mimi natakiwa ni express that love ambayo yeye Mungu anayo kwa yule mtoto mchanga aliyeanguka katika makosa kadhaa. So kwa kufanya hivyo tutawatia moyo, na siku moja wataimarika, watatoka katika utoto wao mdogo huo wa kiroho. Amen. So that is it. Wow. Wokovu ni mchakato. Haki unapokea, ukiamini tu unapokea haki instantly, ila kutengenezwa huko nje takes time. It takes time. Tunahitaji kuwa na neema. Tunahitaji kuwa na neema. Yes.